Karibu katika Dira ya Afrika kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na matokeo ya uchaguzi Tanzania mwaka wa 25, Samia Suluhu Hassan kuapishwa rasmi leo Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam asema kwamba vyakula kuletwa kutoka mikoani. Uingereza na Marekani zatoa tahadhari kwa raia wao nchini Tanzania. Umoja wa Ulaya wasikitishwa na hali ilivyo Tanzania, yataka polisi kutotumia nguvu kupita kiasi. Na chama cha Chadema nchini Tanzania chalaani mauaji ya watu kwenye maandamano Tanzania. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye Dira yetu ya Afrika hivi sasa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila anasema kwamba vitengo vya usalama vimejitahidi kurekebisha hali ya utulivu kwenye taifa hilo. Ambapo mji huo ambao umeshuhudia mapambano tangu siku ya Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu. Chalamila ametoa tamko hilo kwenye mahojiano ya runinga moja nchini Tanzania. Miongoni mwa hayo ya kijiri, miungano ya Ulaya na Jumuiya ya Madola imelaani hali ya maafa na ukiukwaji wa haki za kimsingi za raia ambao wamesema wana haki ya kuandamana chini ya uongozi wa sheria za nchi. Mapema leo vyanzo vilivyo Tanzania vimefahamisha idhaa hii ya Kiswahili kwamba kwa mara ya kwanza Jumapili hii ambayo ilikuwa jana, raia walionekana nje ya majumba yao huku wakikubaliwa kukusanyika kwa makundi ya watu angalau watatu barabarani. Hata hivyo, maduka yaliyokuwa yamefungwa yalifunguliwa mjini humo Jumapili hii, ambapo ila wengi waliofika kununua bidhaa walilalamikia hali kwamba maduka hayo yalikuwa hayana bidhaa nyingi kwa kuwa hajakuwa na usafiri wowote barabarani kutoka mkoa huo kwa siku tatu sasa. Lakini Bwana Chalamila anasema kwamba hivi karibuni bidhaa kama vyakula vitakuwepo sokoni na maduka kwa kuwa mipango ya kusafirisha chakula kutoka mikoani imeanzishwa. Watu wamezidi kulalamika kwamba sokoni hakuna vyakula katika taifa hilo la Tanzania, katika eneo lile la mji wa kibiashara Dar es Salaam. Aidha, mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam amesema kwamba katika siku chache zijazo huduma muhimu kama maduka makuu yatakubaliwa kufunguliwa ili kuwezesha wafanyabiashara wadogo kuwa na bidhaa muhimu madukani mwao kwa ajili ya kuifaa jamii. Vyanzo vya ndani katika taifa la Tanzania eneo la Dar es Salaam vimefahamisha shirika la BBC kwamba bei ya mafuta ya petroli imepanda maradufu, huku baadhi ya vituo vya kuuza mafuta vikisalia vimefungwa. Hali hiyo imesababisha magari mengi kutokuwa kuwa barabarani, ambapo pia kuna vizuizi vya polisi na jeshi. Kuhusu taarifa zilizopeperushwa na vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu hali ya kiusalama mjini Dar es Salaam, Chalamila ametaka raia wa Tanzania kuzingatia ripoti zilizotolewa na vyombo vya ndani pekee kwa kuwa ndivyo vinavyotoa taarifa sahihi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuapishwa rasmi Jumatatu hii Novemba 3 jijini Dodoma. Kulingana na taarifa ya serikali iliyotangazwa kupitia runinga ya kitaifa ya TBC, sherehe ya uapisho itafanyika katika uwanja wa kijeshi ambapo raia wa kawaida watakubaliwa kuhudhuria. TBC imepeperusha matangazo hayo mubashara kutoka Dodoma kwa taifa. Rais Samia alitangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 na kujinyakulia 97.66% za jumla ya kura zote zilizopigwa. INEC imetangaza kwamba ushindi mkubwa wa Rais Samia
ambao haujawahi kushuhudiwa nchini Tanzania katika awamu 5 za kwanza za uongozi wa taifa hilo. Kupiga kura milioni 37 walisajiliwa kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu, huku INEC ikisema kwamba Samia alipata jumla ya kura milioni 31. Aidha, tume hiyo imesema pia kwamba asilimia 87 ya waliosajiliwa kupiga kura walijitokeza kushiriki kwenye uchaguzi huo ambao ulishuhudia maandamano, huku mji wa Dar es Salaam ukiwa kibiashara ukikabiliwa na amri ya kutotoka nje kati ya saa 12 jioni na saa 12 asubuhi. Kwa mara ya tatu wiki hii, ubalozi wa Uingereza umetoa taarifa ya tahadhari kwa raia wake wanaoishi nchini Tanzania. Katika taarifa ya hivi punde iliyochapishwa muda mfupi kwenye ukurasa wa mtandao wa X, ubalozi wa Tanzania umesema kwamba Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Uingereza kupitia idara ya masuala ya kigeni, Jumuiya ya Madola na Maendeleo Uingereza imeongeza hali ya tahadhari kuhusiana na hali ya usalama nchini Tanzania. Kuna uhaba mkubwa wa chakula, mafuta na petroli na pesa taslimu. Hali hii imezidi kuwa mbaya kutokana na kuminywa kwa mitandao ya interneti, imesema taarifa hiyo ya ubalozi wa Uingereza nchini Tanzania. Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetoa taarifa kulaani kile inachotaja kuwa mauaji ya raia wengi nchini humo kufuatia maandamano ya vijana ya tangu Oktoba 29. Katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amesema kuwa kutokana na ushahidi wa picha za video na nyinginezo, miili ya watu iliyotapakaa barabarani na mitaani na kuwepo kwa ripoti kwamba baadhi ya hospitali zimesema kwamba hifadhi zao za maiti zimejaa, ni ishara kwamba kumekuwa na mauaji ya mamia ya watu ambao yametekelezwa na serikali iliyopo kwa sasa. Chadema aidha imesema kwamba imepokea ripoti kwamba jeshi la polisi linapitia kila hospitali kuchunguza miili iliyohifadhiwa huko ambayo inasemekana ni ya waliouawa kwenye maandamano. Polisi haijatoa taarifa kuhusu madai hayo, japo imesema kwamba kuna baadhi ya raia wa kigeni ambao wameripotiwa kuingia nchini Tanzania kupitia njia zisizo rasmi na kuhusika katika vurugu na ghasia zinazoshuhudiwa nchini humo. Baadhi ya wakuu wa mikoa katika maeneo kama Mbeya na Arusha wameelezea kwamba kituo cha habari cha taifa TBC kwamba njia ya simu kwamba hali ya utulivu imerejea huko na kwamba hakuja kuwa na maandamano huko jana. Hata hivyo, kuna taarifa kutoka kwa baadhi ya wanaharakati ambao wamesema kwamba hali bado haijakuwa na utulivu, huku wakitoa picha za video zenye kuonyesha watu waliofatuliwa risasi wakiwa barabarani. Chadema imelaani hali hiyo na kuitaka polisi kutotumia nguvu kupita kiasi katika majukumu yao wanapokabiliana na waandamanaji ambao wametajwa kuwa wanatekeleza haki yao ya kikatiba. Na msemaji wa polisi nchini Tanzania ametoa taarifa inayodai kwamba jeshi la polisi nchini humo linaripoti kwamba kuna watu ambao sio raia wa Tanzania ambao wameingia nchini humo kwa njia zisizo rasmi kwa nia mbovu ya kufanya uhalifu ikiwemo vurugu. Katika taarifa hiyo iliyochapishwa jioni ya Jumapili, Novemba 2, polisi nchini Tanzania wanasema kwamba watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingine. Taarifa hiyo ya polisi imesemekana kutia hofu katika jamii na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya uongozi bora ambao wanahisi huenda raia wa kigeni wakalengwa bila ya kuwepo kwa ushahidi wa kutosha. Polisi nao wanatoa onyo kwa raia wa Tanzania kwamba wasipotoa taarifa na watu hao wakapatikana nyumbani mwao au eneo lao la biashara, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Na tukitoka katika taifa la Tanzania na siasa za Tanzania, nchini Kenya, waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kipchumba Murkomen
ametangaza kwamba idadi waliofariki dunia kwenye maporomoko ya ardhi katika bonde la Kerio imepanda hadi kufikia watu 26. Shughuli ya uokoaji ilifanyika jana huku jeshi la Kenya KDF likishirikiana na polisi na shirika la Msalaba Mwekundu kuwatafuta watu zaidi ya 20 ambao walikuwa hawajulikani walipo. Majeruhi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Moi iliyopo jiji la Eldoret. Majeruhi ambao wako katika hali mbaya wamekuwa wakihamishwa kwa ndege aina ya helikopta tangu Jumamosi mchana, kwa kuwa helikopta hospitali hiyo ya Chesongoch ambayo pia iliharibiwa upande mmoja na maporomoko ya ardhi. Wakati huo waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen amesema kwamba shughuli ya uokoaji imesimama hadi siku hii ya leo mchana, huku ndege za jeshi za Kenya KDF zikisalia katika eneo la ajali kwa pamoja na zile za idara ya polisi. Sasa hivi tunapokea tahariri ya siku ya leo ambayo inatuelekeza katika taifa la Tanzania, ambapo alichokizungumza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anauliza iwapo wakati wa mabadiliko nchini humo ndio huu. Tanzania, taifa lililozoeleka kuitwa kisiwa cha amani, leo limegeuka kwa kisiwa cha majonzi, moshi na machozi. Jumatano ulimwengu litazama kwa mshangao taifa lilokuwa likihubiri utulivu likigeuka uwanja wa vita vya raia na dola. Vituo vya kupigia kura viliwaka moto, macho wananchi yakibubujika hasira na mitandao ya kijamii. Pumzi ya karne hii ya habari ikazimwa kana kwamba giza linaweza kuficha ukweli. Hili si jambo jipya kwa waliokuwa wakisikiliza maneno ya busara ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema kwa upole wenye hekima, lakini leo maneno hayo yamekuwa kama msumari wa moto moyoni mwa taifa. Maneno hayo yamegeuka unabii unaotimia machoni petu. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa kama kuku aliyekuwa katika kiroba. Anajua anatoka lakini hajui lini. Wameahidiwa maendeleo wakaishia kupata maneno. Wamehubiriwa amani wakaona ukimya wa uoga. Wameambiwa demokrasia wakaletewa amri. Lakini hata maji yakichemka hufika kiwango cha juu, na sasa hasira wananchi imefikia kiwango hicho. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alipewa nafasi ya kuwa mama wa maridhiano, anaonekana sasa kama mama anayewatisha watoto wake kwa fimbo badala ya kuwafariji kwa busara. Upinzani umefungiwa nje ya uwanja, viongozi wake kama Tundu Lissu na John Heche wamezuiliwa na wananchi wameachwa bila sauti. Je, uchaguzi bila upinzani bado ni uchaguzi au ni maigizo ya demokrasia kwenye jukwaa la hofu? Wanasema ukinyamaza kwa hofu utalia kwa maumivu. Serikali ilidhani kuzima mitandao ni kuzima sauti za wananchi, lakini historia imetuonesha sauti ya umma haina off button. Watu wanaponyimwa kalamu hutumia mawe, wanaponyimwa maneno hutumia moto. Moto wa Arusha na mengineyo usijali, bali ni kilio cha watu waliokosa kinywa cha kusema. Kama vile ndege mjanja ajengavyo kiota chake mbali na mti unaokatwa, Watanzania wameanza kutafuta mustakabali wao nje ya kivuli cha chama kimoja. Ni hatari kubwa kwa taifa lilojengewa ahadi yake kwa hekima na umoja. Amani si ukimya wa bunduki, ni uwepo wa haki, na haki ikikosekana hata malaika hushindwa kuimba amani. Sasa taifa lipo gizani, si giza la jua kuzama, bali giza la kufikiri, la kuogopa, la kukata tamaa. Mitandao imezimwa, midomo imefumbwa, lakini mioyo inawaka moto. Moto huo hauwezi kuzimwa kwa polisi wala tangazo la serikali. Moto wa mabadiliko hauzimwi kwa amri, huzimwa kwa haki, wazi na uongozi wa kweli. Tanzania
imefika kwenye msalaba wa historia. Ni ama ichague kurudi kwenye misingi ya utu na uhuru wa Nyerere, au izame kwenye giza la uoga na utawala wa mabavu. Samaki mkunje angali mbichi, bado kuna nafasi ya kurekebisha, lakini muda unakwenda. Kwa sasa taifa limezama katika giza, lakini kama walivyosema wahenga, giza nene zaidi utanda kabla ya alfajiri. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Swali ni hili, je, alfajiri ya mabadiliko Tanzania itachomoza kwa nuru ya matumaini au cheche za mapambano? Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Ndiyo hali ambayo tunazidi kufuatilia, msikilizaji, ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinajitokeza hivi leo. Basi anaapishwa rais mteule Samia Suluhu Hassan kule Dodoma, na ndio hali ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina sana, tuone kwamba ni lipi hilo ambalo linajitokeza huko. Kwingineko, katika soko la soka Ulaya, mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ana kipengee cha kutolewa cha euro milioni zipatazo 5 msimu ujao, na mchezaji huyo wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 32 anatathmini chaguo alizo nazo, ikiwa ni pamoja na kusalia Ujerumani au kuhamia Barcelona. Manchester United na Tottenham wanamfuatilia kwa karibu beki wa Uingereza Jarrad Braithwaite miaka 23, ambaye Everton hawana mpango wa kumuuza. Na kwingineko, Tottenham na Chelsea wanatarajiwa kumenyana katika kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa Porto Mhispania Samu Anguissa miaka 21, ambaye anaweza kupatikana kwa euro zipatazo 80. Hayo yakijiri, Arsenal na Barcelona wanamfuatilia nahodha wa Ufaransa chini ya umri wa miaka 16 Lesen Megnan Peva, baada ya mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 15 kufunga mabao yapatao 15 na kusaidia kufunga magoli yapatao 12 katika mechi 24 katika timu ya wachezaji Montpellier walio chini ya umri wa miaka 17. Msaka vipaji mkuu wa Liverpool kwingineko Barry Hunter alikuwa Craven Cottage siku ya Jumamosi kufuatilia usaili wa Fulham majira ya joto wa pauni milioni 5. Winga wa Brazil Kevin miaka 22 katika ushindi wao wa magoli 3 dhidi ya Wolves. Meneja wa Bournemouth Andoni Iraola anapigwa upato kujiunga na Athletic Club ikiwa Ernesto Valverde hata kubali kuongeza mkataba wake nao msimu ujao. Kwingineko, mkurugenzi wa spoti wa Bayern Munich Max Eber anasema klabu hiyo itafanya kila iwezalo kumpata mlinzi wa Ufaransa Dayot Upamecano miaka 27 kutia saini nyongeza ya kandarasi. Beki wa Uswizi Manuel Akanji miaka 30 anasema itakuwa uamuzi wa Inter Milan kama wanataka kubadilisha uhamisho wake wa mkopo kutoka Manchester City kuwa uhamisho wa kudumu, lakini klabu hiyo ya Serie A inaonekana kufurahishwa naye kufikia sasa. Na hatimaye kiungo wa zamani wa Italia na Roma Daniele De Rossi ni miongoni mwa wagombea kuchukua nafasi ya Patrick Vieira aliyetimuliwa kama meneja wa Genoa. Kabla ya kukata mikatale ya taarifa hii ambayo ni ya Dira ya Afrika, kama hujui thamani ya uaminifu, hutaweza kuelewa athari za usaliti. Na hapo ndipo natia komeo. Jina langu ni Kantona Joseph. Kwaheri kwa sasa.